Naam, miili ya watoto 9 mitaani miongoni mwa iliyozikwa leo katika kaburi la pamoja huko Lang'ata hapa jijini Nairobi kufuatia vifo vilivyoripotiwa mwezi uliopita. Maafisa wa utawala wanasema uchunguzi kuhusu vifo hivyo unaendelea huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu usalama wa familia zinazorandaranda mitaani. Watoto 9 wa mitaani walikuwa miongoni mwa miili isiyojulikana iliyozikwa katika makaburi ya Lang'ata baada ya uchunguzi wa maiti kukamilika. Kulingana na taarifa, vifo hivyo viliripotiwa mwezi uliopita huku uchunguzi ukiendelea, hali iliyochangia vifo hivyo. Inasemekana kuwa huenda vifo hivyo vilisababishwa na magonjwa yanayohusiana na hali ya hewa ya baridi na majeraha kutokana na mashambulizi ya mitaani. Watu wengi wanakufa na sisi tunaangalia, hakuna watu kusaidiwa, tuna nini sasa lazima tujifaitie ndio tupate riziki yetu. Kazi maboy, si hatuna makazi, hakuna hapa hivi watu wako na makazi. President anapeana nyota na anajenga housing. Sisi tunalala nje na pia sisi tuna nyota. Tukipatiwa empowerment na tupatiwe kitu to keep busy, hatutalala hiyo nje. Kukua kwa street si kutaka. Ni situation imetufanya tukafika hapo tuko. Watoto wengine 6 waliofariki chini ya hali kama hiyo wanatarajiwa kuzikwa wiki ijayo baada ya uchunguzi kukamilika. Hafla hiyo ya mazishi ilikuwa tulivu na ilihudhuriwa na idadi ndogo ya maafisa wa serikali, watu wa kujitolea na baadhi ya wanajamii wa mitaani. Today we are burying 15 bodies, and since it has been an ongoing calamity, we decided to take the mass graves because it is actually expensive for the medical bills in the hospitals, which are never waived. We also have to buy the space at Lang'ata. Baada ya kukosekana kwa jamaa au mtu wa familia wa kudai mili yao, watoto hao walizikwa pamoja, hali ambayo imezua wasiwasi miongoni mwa mashirika ya kutetea haki za watoto. Mawakili wanasema mazishi hayo yanaakisi hali ngumu zinazowakabili watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani, ikiwa ni pamoja na kukabiliwa na hali ngumu ya upatikanaji mdogo wa huduma za msingi. In the year 2012, we had Emmanuel Karisa Maitha as the Minister for Local Government. He is the last person who wanted to rehabilitate these street families. And I remember there was a 40-acre property at Ruai. So I'm asking the Nairobi City County to rehabilitate these street families because there is that allocation of 40 acres land. Huku uchunguzi ukiendelea, wadau wanatoa wito wa juhudi endelevu za kuwalinda watoto walio katika mazingira magumu ili kuzuia vifo zaidi. Nikiripotia Darubini Wikendi, jina langu ni Ian Nzive.